Asante sana na karibu tena ndugu zangu jamaa na marafiki kuendelea kusikiza matangazo yetu ya Baraka One TV, ikiwa ni majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira ya Afrika ya Mashariki, na kipindi wani ni habari na maelezo, na kipindi hiki kinaletwa kwenu na mimi ndugu yenu Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, mzee wa Ngwasuma, the one and all in town, DJP. Niko peke yangu. Matangazo haya pia unayapata kupitia Mutula FM maeneo ya Shabunda, na vilevile usikose kuungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na hata pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana katika yale ambayo tutazungumza siku ya leo. Ni kwamba Kasake Ngungu movement ya Pareco FF wameweza kuchukua maeneo ya Kawele, kilima cha Runigi pamoja na Kanyaru baada ya kuwapiga magaidi wa M23 huko jimboni Kivu ya Kaskazini, tarafani Masisi. Majeshi ya Ufaransa nyuma ya M23 kipigo walichopata Minembwe. Mili ya Wafaransa yapelekwa Ufaransa kwa ajili ya mazishi huku ikipitia nchini Rwanda. Utasikia mengi hapa kuhusiana na hali hiyo kutoka maeneo ya Minembwe, na vilevile wakimbizi kutoka kambi ya Burundi Kavumu wameililia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuwarejesha majumbani kwao, na pia kesi ya wasaliti majenerali ambao kesi yao iliahirishwa mpaka tarehe 25 za mwezi huu 2026 mwaka 2026 imesikilizwa tena, huku wakiwa na kesi nzito nzito ikiwemo pia ya kuangusha jiji la Goma na miji mingi ambako kwa sasa iko chini ya utawala wa magaidi wa M23. Vilevile Charles Onana, mwandishi pia ni mtafiti wa masuala ya kisiasa, ametoa maoni yake na kusema kwamba kwa sasa hivi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye ndiye suluhisho na ndiyo dawa ya Kongo kuweza kupata amani ya kudumu, na askari wa South Africa wa kike warudishwa nchini kwao baada ya kudungwa mimba na askari wenzao, na pia raia wa Kikongomani kutoka maeneo mbalimbali ambako wanapatikana jimboni Kivu ya Kaskazini. Na waumini kanisa Katoliki wakasirishwa na vitendo vya viongozi wa kanisa hilo ambao wana muungano wa Senko kupingana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tutakwenda kusikiliza pia platform mpya ya upinzani Coalition des Patriotes pour le Changement kwa kuweza kupingana na C64. Hii ni Baraka One TV na mimi ni baba la baba, the one and only town, DJP. Ndugu zangu, katika mfumo wetu wa kurusha matangazo kwa siku ya leo, kipindi habari na maelezo, kama mnavyojua tunakuwa tuko mbele tuko nyuma. Kwanza kabla yote nikupe nafasi hii kuweza kusikiliza kile ambacho kinaendelea huko maeneo ya Kasake Ngungu. Pareco FF wazalendo wameweza kufanya kazi kubwa kuanzia saa 6 za usiku wa kuamkia leo hii mpaka kuja kufika asubuhi. Position nyingi za M23 Masisi, ikiwa ni kuelekea kabisa maeneo ya maeneo ambayo ni ya kimkakati ambako kunapatikana magaidi wa M23. Hivyo FRDC na wazalendo wakiwa na lengo kubwa la kuchukua hayo maeneo ambako ni muhimu sana 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 tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Hebu tusikilize kwanza hii alafu tuje tuzungumze mambo mengi yanayoendelea huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Hawa kabisa we munaona hapa ni wazalendo wa Pareco FF. Tusha kamata Kawele kabisa, tusha adui wa M23 kabisa, tusha watosha. Loja tunawatosha kabisa. Hii yote ni kilima ya Runigi, Kanyaru mbele. Tusha fa progression. Merci. Hapa kabisa tuko Kawele leo le 27 juin 2026. Merci à tous. Kwa sasa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako nyuma, na wazalendo wanatumia nafasi hiyo pia kutokufuatana na makubaliano ya CCLF. Wao wanajikita sana kutafuta
kuweza kuchukua maeneo mbalimbali ambayo yako chini ya mikono magaidi wa M23. Kumbuka mwezi uliopita wazalendo walikaribia kabisa kuingia Rubaya huku wakiwa kilomita chache maeneo ya Rubaya. Nazungumzia maeneo ya Runigi, maeneo ya Kanyaru. Kanyaru ni karibuni kabisa. Ukiwa uko maeneo ya Kanyaru na unaangalia hivi unaona Rubaya ile centre. Kwa hiyo imekuwa ni hatua muhimu sana kwa wazalendo kuchukua maeneo ya Kasake, wazalendo kuchukua maeneo ya Ngungu, wazalendo kuchukua maeneo ya Kawele, wazalendo kuchukua maeneo ya kilima chote cha Runigi, Kanyaru. Hii ni kitu ambacho kinawapa motisha na nguvu za kutosha ambazo zitafanya kazi za kumsaka adui M23 zizidi kuendelea, na hivyo kuweza kuweka nchi katika mikono ambayo ni salama na yenye kuwa na motisha wa hali ya juu. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawasaidia wazalendo kwa njia moja ama nyingine, lakini ambao wamesimama kwa hii front ya kuanzia saa 6 za usiku wa kuamkia leo, ambao walisimama walikuwa ni waza ambao wanaongozwa na General Mutayomba, moja kati ya makamanda ambao wanafanya kazi kubwa ya kumkunguta adui M23. Kuna taarifa ambazo zilitoka hapa mwezi ambao unaisha huku pia zikimhusisha kwamba General Mutayomba ameweza kupoteza maisha, amepata majeraha. Zilikuwa ni taarifa za uzushi, na ndio hizi pia ambazo M23 wako wanazizusha kwa kujaribu kudanganya umma. Mara mingi niko nawaambia kwamba taarifa za M23 ni taarifa zenye ukakasi, ni za uongo ndani yake. 80% ya taarifa ambazo mko unazisikiza kutoka kwa vyombo vya habari ambavyo ni vya Rwanda vya M23 vinakuwa havina uhalisia, vinajaa uongo na upotoshaji wa hali ya juu. Kwa hiyo kama utakuwa unasikiliza taarifa za Wanyarwanda, ujue kwamba utapotoka tu, kwa sababu nikwambie kitu kimoja, hakuna media yoyote yenye iko Rwanda ambayo inaweza kukupa taarifa wewe ya vita jiko na DRC na ukarizika nayo. Hakuna media yenye iko Bukavu, yenye iko Goma. Sawa, media yoyote yenye iko Goma, yenye iko Bukavu, ikuwe ni ya Bakongole, ikuwe ni ya Barwanda, haiwezi kukupa taarifa wewe kwamba M23 imefanywa hivi, FRDC wana avance hivi. Haiwezi kukupa hiyo taarifa, itakuwa tu inakudanganya. Ndio maana sehemu pekee kwenye unaweza kupata taarifa za ukweli na za uhakika ya hali yenye iko inaendelea kwenye uwanja wa mapigano siku nyingine isipokuwa tu ni huku ambako serikali inaendelea kushikilia, na ndio hiki ambacho niko nawaambia kwa siku hii ya leo. So mpaka sasa hivi jimboni Kivu ya Kaskazini usalama unazidi kuimarika na FARDC wazalendo wanazidi kufanya kazi nzuri, na ndio hivi pia nikikurudisha kwa upande wa Minembwe, operation ambayo iko inafanyika Minembwe na operation ambayo iko inafanyika maeneo ya Rubaya ni mamoja. Sawa, tunapigana kwa ajili ya kuweza kukomboa Minembwe. Katika operation ambazo zinafanyika hizi sehemu mbili, nikizungumzia Minembwe pamoja na Rubaya, ni sehemu ambazo karibia zinataka kuendana, kama zinataka kubebana hivi. Minembwe ni kitovu ambacho pamesindikwa, pamewekwa silaha za kutosha, sehemu yenye mkakati mkubwa wa M23 ambao wana uwezo wa kusema kwamba wakidhibiti Minembwe yote, wadhibiti Point Zero, wadhibiti Alenge, wadhibiti Mienge, wadhibiti Bibokoboko na sehemu zingine za milima ya nyanja ya juu, Ilondo wapi, Kitave kule kote, mlima Sinai, watakuwa wako na access ya kuweza kushuka moja kwa moja Fizi Centre, kushuka Baraka, kuingia Force Bendera, kwenda Manyema, kumaliza Manyema, kuingia mpaka Tanganyika na kusonga mbele. So hapo biko na avantage kubwa sana ya kudhibiti maeneo muhimu. Na kwa upande wa Rubaya pia, kuendelea kuachia M23 kubaki Rubaya ni kuendelea kualimenter M23. Pale kunatoka madini mazito yenye thamani kubwa duniani ambayo wakiwa wanaendelea kuchimba yale madini wananufaika kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hawatakosa chakula, hawatakosa risasi, hawatakosa silaha, hawatakosa magwanda, na vile vile hawatakosa pia usaidizi wa baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya na hata nchi za Uarabuni, kwa sababu wananufaika na madini. Ndio maana kitendo cha wazalendo leo hii
kuchukua tena maeneo ya Kasake, Ngungu, Kawele, Runigi, Kanyarumbere ni kitu ambacho kinafanya kuweza kuwa na heshima na kitu ambacho ni muhimu sana kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa wanajeshi wake FARDC pamoja na wazalendo. Ndio maana hakuna ambacho tunaweza kusema kwamba hatuna sababu ya sisi kushindwa kuchukua haya maeneo. Kwa hiyo tuko na kila nia, nguvu tunazo, uwezo tunao, sababu tunayo na nia tunayo ya kusema kwamba maeneo yote ambayo ni muhimu kwa sasa yenye kuwa chini ya M23 yaweze kuingia mikononi mwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo heshima kubwa kwa wazalendo, heshima kubwa kwa Generali Mutayomba na heshima kubwa kwa majenerali wote wa wazalendo na wa FARDC wale waaminifu ambao wako napigana kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumzie hili swala la kesi ya wasaliti. Imefunguliwa tena kesi ya wasaliti tokea juzi ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mahakama ya kijeshi imeweza kufungua tena kesi na hivyo wasaliti kufikishwa kwenye mahakama ya kijeshi. Kesi hii imekuwa ikigubikwa na mambo mengi ambayo yanahusiana na ukaidi wa M23, ushirikiano, pia ulaji wa rushwa na hata pia kuvuruga mstari wa mbele wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukigusia kuhusiana na swala la kuanguka kwa jiji la Goma pamoja na miji mbalimbali pia na hata vijiji mbalimbali jimboni Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini ikiwa chini ya usaliti wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, majenerali zaidi ya 34. Nazungumza majenerali zaidi ya 34. Kongo kiujumla iko na majenerali wasiopungua 300. Na katika hao majenerali 300 wa Kongo, nusu yao ni Watusi Wanyarwanda. Ushaelewa? Nusu ya hao majenerali 300 ni Watusi Wanyarwanda. Kwa hiyo utagundua kwamba Kongo iko na maafisa wa ngazi za juu wengi, lakini sasa ndani yao wengi wao pia wanakuwa ni wezi, wasaliti, wala rushwa ambao pia hawana mapenzi ya kweli na serikali, wanatumikia nchi kwa maslahi yao binafsi na pia wanafuata maagizo kutoka nchi jirani ambayo ni Rwanda. Na hiyo ndiyo kosa kubwa ambayo tuko tunakumbana nayo kutokana na baadhi ya viongozi wa majeshi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kesi hii imefunguliwa tena upya na kuweza kusikilizwa tena upya na wamefikishwa tena mahakamani. Katika moja kati ya viongozi wakubwa ambao wapo ndani ya kesi hii, kuna aliyekuwa kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Christian Chiwewe Songesha, ambaye kwake kulikutwa kuna silaha, kuna vifaa vya kijeshi na pia alikutwa akiwa na ujumbe wa kusema kwamba yeye masuala ya Rais Felix wamwachie iko mikononi mwake, maana iko na uwezo wa kuweza kumcontrol. Donc anamaitrize Felix muda wote ambacho yeye anatamua kukifanya juu ya Felix inaweza kufanyika. Can you imagine? Chef d'etat major general. Narudia kusema hivi, mwenye alimpandisha cheo Christian Chiwewe kumongezea nyota ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Watu wako na akili ya namna gani? Unataka ufanyiwe tena nini? Unataka upewe nini? Achana na hivyo. Conseiller spécial en matière ya sécurité alikuwa ni yeye. Après kumtoa ku chef d'état major général wa Felix Tshisekedi Chilombo, akamfanya kuwa conseiller wake special mais iko chargé na masuala ya sécurité. Donc kama ni masuala yote ya vita, ya armement, ya effectif, ya formation militaire, inatakiwa conseiller amconseiller tufanye nini, tuongeze wapi, tupunguze wapi juu ya kupata kuweza kuiongezea nguvu FARDC. Lakini huyo tena ndio iko na collaborer na M23, huyo ndio iko na collaborer na Hippolyte Kanambe. Message kutoka kwa Hippolyte Kanambe iko naongea na Hippolyte mwenyewe akumpandishaga hata cheo huko. Unaona kumbe des fois sisi Wakongomani tuko na akili zimoja za ajabu sana. Mtu mwenyewe akukupatia chochote, akukuongezea chochote, akukufanyia chochote, ndio uko naongea naye
juu ya kuweza kumfanyia mabaya mtu mwenye alikupandisha cheo, akakupatia kazi, akakupatia vitu ambavyo uko navyo, umwangushe ili uje uwe nani? Eske tuseme hivi, kama leo ulikuwa sema wewe unaona balikufukuza chef d'etat major general, balikutoa, sasa sisi tukichukua nchi na kurudisha pale. Okay, sawa. Tuseme mshachukua nchi, bana kurudisha pale. Eske utaendelea kuwa chef d'etat major general wa kudumu wa miaka yote? Jibu ni hapana. Yes, certain time utatumika kama ni 10 ans, 15 ans, même 50 ans, utaiacha tu ile poste. Sasa hakuwa bon kuvuruga kuyumbisha usalama wa toute une nation juu ya intere zako we mwenyewe, haina maana. Na ndio hii pia yenye niko najaribu kuambia baadhi ya maafisa, hauwezi kuwa ministre miaka yako yote. Lazima kuwe muda kwamba utatumika kwa muda, baadaye utaacha, utastaafu. Utastaafu, utachia watu wengine yani watumike. Eske amonai kwamba iko jena uendelee kutumikia nchi panda 15 uko ministre ni masuala ya nchi, hauna hata muda wa kupumzika? Hii tu kazi mimi niko nafanya hapa, na nyinyi peke ni mashahidi. Matangazo ya asubuhi saa 12, matangazo ya saa 6, matangazo ya saa 9, matangazo ya saa 12 jioni. Hebu jiulizeni, na kuna watu sema hivi uwana anapata muda wa kupumzika? Hata muda kusema kwamba mtu anaweza kwenda na mke wake honeymoon ulishindikana. Sasa mtu anaweza kwenda na mke wake weekend, watoke na familia weekend waende, hakuna ule muda. Sasa ndo niambie, nifanye kazi kama hii ngumu hivi miaka 10, miaka 12, eski sitakuwa na nia ya kupumzika? Lazima nitapumzika. Unaona? Sasa wewe ministry uko na mafere za nchi, uko na mambo mengi ya nchi, komanda wa majeshi ya nchi, unataka uhudumu pale miaka mingapi? Ndio hii kesi yenye inamkumba bwana Christian Chiwewe, usaliti tamaa. Usaliti tamaa ndio ilimfanya mpaka anajikuta anaingia mikono ya sheria. So kesi yao ilisikilizwa na bado inaendelea kusikilizwa. Swala la Ufaransa, jamani, Ufaransa sio swala la kuficha, tunasubiria tu tunasubiria tu rapport kutoka kwa Nations Unies, na najua rapport itatoka na Etats-Unis itasema deja ma indice ziko zinaonekana za armée française kuwa nyuma ya M23, kuwa nyuma ya RDF. Miili ya Wafaransa ambao walianguka Minembwe imepelekwa Rwanda kwa kusafirishwa kwenda nchini kwao Ufaransa. Wako wanapoteza trace, lakini balisemaga chungu ya shetani haikuwagi na mfuniko. Pole pole tutaenda tunagundua na tutajua tu mwisho wake unaishia wapi. Kwa hiyo Ufaransa iko nyuma ya M23, Ufaransa iko nashirikiana na magaidi wa M23, Ufaransa iko nashirikiana na serikali ya Kigali. Tuchukulie wakimbizi. Kuna wakimbizi kutoka kambi nchini Burundi ambao wameandika barua, na ni muhimu pia niweze kuisoma hii barua ya wakimbizi. Wanasema nini? Wakimbizi wanataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuwarudisha majumbani kwao. Kambi ya wakimbizi ya Kavumu, komine ya Buhumuza. Wakimbizi kutoka katika hiyo kambi wameweza kuandikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaka waweze kurejeshwa nyumbani. Wanasema hivi: sisi wakimbizi wa kambi ya Kavumu ambayo iko mkomine ya Buhumuza katika kilima cha Buhumuza, tunasema tumeandika barua hii kwa serikali yetu ili iweze kutufanyia mjadala wa kuturudisha, maana tumekaa muda mrefu kambini na tumechoka. Wanasema kitu cha kwanza hakuna chakula ambacho wanakipata. Wanasema kila mtu anapata 38,000 franga za Marundi kwa mwezi. Saki moja ya mahindi ambayo inauzikana 20,000 na pia 18,000 ndio inabakia kwa ajili ya mahitaji mengine. Ina maana kwamba kila mtu kwa mwezi anapata 38,000. Mwi 38,000 ukitoa emo 20,000 unapata saki ya unga mahindi, unabakia na 18,000 juu ya mahitaji mengine. Ni sufransi sana yenye wako wanapitia. Na wakati huo pia wanasema hivi,
Bidon ya 5 litre ya mafuta ya kupikia inauzikana 45,000. Kwa hiyo kwa mjadala huo wanaona hawatoweza kuendelea kuishi katika haya maeneo kwa sababu maisha yamekuwa ni mabaya mno. Pia namna ya kulala, wanalala vibaya, hawana nafasi nzuri ya kulala, wanateseka. Kwa hiyo hawapati msaada wowote kutoka kwenye mashirika ya kiraia, mashirika ya kiutu, na hivyo wanahitaji waweze kurejeshwa nchini kwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au ni kwa upande wa wakimbizi, na serikali nafikiri itashughulikia hilo swala. Swala nyingine hapa nichukue kwa haraka haraka, swala la Onana. Onana ni mmoja kati ya waandishi wa vitabu na pia ni watafiti wa siasa. Anasema kwamba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yeye ndiyo dawa ya hali ya nchi gisi iko endelea sasa hivi. Kutoka kwa Felix madarakani ni kuwapatia furaha na celebration kubwa Rwanda, kwa sababu Rwanda itafurahia endapo Felix ataacha madaraka. Rwanda itaanza tena, itaendeleza mchakato wake endapo Felix atatoka madarakani. Ndio maana selon Charles Onana anasema ni vizuri kama Kongo itaendelea kumpa confiance Felix, aendelee kudirige Kongo, aendelee kuongoza nchi hii, kwa sababu yeye ndiye anaonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kuvumbua mambo na kuweka hadharani maovu na mabaya yote ambayo yako nafanywa na serikali ya Kigali. Asante sana. Pia kesi ya askari wa South Africa, kama unavyoona askari wa South Africa wamepigwa mimba na wanajeshi wenzao, wengine wanasema kama ni wakongomani pia wamehusika katika kuweza kuwadungua mimba. Kwa hivyo wanajeshi wote hao wamerejeshwa majumbani kwao ili waende wakazalie huko majumbani kwao. Nikupe nafasi hii ya kusikiliza ujumbe huu kutoka kwa coalition mpya ya changement ambayo inaitwa Coalition des Patriotes pour le Changement. Wao wanakubaliana na changement ya constitution huku wakipingana na Eglise Katolike pamoja na C64, na vile waumini wa kanisa Katoliki wamegoma maamuzi ya Katoliki, wanagoma kusema kwamba hawatafatana na wazee wa koti na wazee wa makanzu, badala yake wataungana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikilize hii na ndio tunakwenda kumalizia matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Tutakutana majira ya saa 12. Bye bye. Opposition politique congolaise. La coalition des patriotes pour le changement. Déclaration politique de la coalition des patriotes pour le changement de la Constitution. La coalition des patriotes pour le changement, CPC, est une plateforme de l'opposition politique qui ne partage pas la vision de C64 relativement au changement de la Constitution. Il faut la refondation en profondeur de l'État congolais. Mais comment refonder l'État sans refondre les textes qui régissent cet État? C'est pourquoi le changement de la Constitution est une nécessité impérieuse et salutaire pour la République démocratique du Congo. La CPC constate que les C64, portés par Joseph Kabila, mènent un combat dont Paul Kagame n'est que l'arbre qui cache la forêt. Face à cette logique, la CPC affirme mener un combat exclusivement orienté vers la défense du peuple congolais, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. La CPC constate en outre que la Constitution du 18 février 2006 a engendré une architecture institutionnelle lourde, budgétivore et peu adaptée aux réalités socio-économiques de notre pays. Sous couvert de démocratisation, elle a multiplié les institutions politiques et administratives au point de créer une classe politique s'abreuvant exclusivement au crochet de l'État, tandis que la majorité de la population demeure confrontée à la pauvreté absolue, au chômage, à la précarité des infrastructures, ainsi qu'à la dégradation continue des services de l'État. Aujourd'hui,
L'essentiel des ressources nationales est consacré au fonctionnement des institutions publiques plutôt qu'à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Cette situation est incomparable, est incompatible avec les aspirations légitimes du peuple congolais à la justice et au développement. À titre illustratif, la CPC relève notamment que les dépenses financières consacrées chaque année par certaines institutions dépassent tout entendement. Le Sénat, environ 400 millions de dollars américains par année. L'Assemblée nationale, environ 500 millions de dollars américains par année. La primature, environ 300 millions de dollars américains par année. Les vice-primatures, environ 400 millions de dollars américains par année. Pendant 7 ans, de nombreuses écoles tombent en ruine. Les hôpitaux manquent de médicaments et d'équipements essentiels. Les routes demeurent impraticables dans plusieurs provinces. Et des millions de Congolais vivent dans des conditions indignes des immenses richesses dont regorge notre pays. La CPC attire également l'attention de l'opinion nationale sur l'article 214, alinéa 2 de la Constitution qui dispose: nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Au regard du contexte sécuritaire actuel et des menaces qui pèsent sur l'intégrité territoriale de la RDC, la CPC s'interroge sur la portée réelle de cette disposition constitutionnelle et pose la question aux défenseurs du statut quo constitutionnel qu'est le C64. Quel est leur entendement de cette disposition? Et quelle garantie offre-t-il au peuple congolais quant à la préservation effective de l'intégrité territoriale de la RDC? Ainsi, grâce au partenariat stratégique économique conclu entre les USA et la RDC, et à la forte hausse de prix des minéraux critiques sur les marchés mondiaux, notamment le cuivre et le cobalt, les institutions de Bretton Woods prévoient pour la RDC, dans les années à venir, une croissance économique durable à 2 chiffres. D'ailleurs, selon les données du Fonds monétaire international, elle projette pour cette année 2026 le produit intérieur brut appelé PIB nominal de la RDC à 123 milliards 400 millions de dollars américains. Et grâce à cette forte hausse du produit intérieur brut PIB, la RDC devient la 5e économie d'Afrique subsaharienne, dépassant l'Éthiopie. Les perspectives d'avenir pour la RDC sont bonnes. Mais il faut consolider cette croissance économique par des réformes fondamentales, notamment en matière économique, politique et institutionnelle, pour que cette opportunité soit le moteur du décollage vers un pays émergent. Mais la CPC recommande la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, la suppression du Conseil économique et social. La CPC fonde son combat sur 3 principes fondamentaux, à savoir la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la justice sociale. Elle défend une économie sociale de marché au service du peuple congolais et non d'une minorité de privilégiés. La CPC demande en conséquence à être associée à toute commission ou structure chargée d'examiner les questions relatives au changement de la Constitution, afin d'y faire entendre la voix des patriotes attachés à la défense de la nation, de sa souveraineté et de son avenir. La CPC lance un appel patriotique aux acteurs politiques et aux forces vives de la nation à dépasser les intérêts particuliers pour mettre le salut de la nation au centre de nos priorités. Rejoignez la coalition pour les patriotes, la coalition des patriotes pour le changement. Apportez vos idées
votre force et votre détermination. Prenez contact avec nous pour le bien-être de la RDC. Que vive la RDC et que vive la CPC. Je vous remercie.